Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kundi la wapiganaji la Hizbullah la nchini Lebanon limeingia vitani kwa ajili ya kupambana kuunga mkono Iran. Kundi hilo linalodaiwa pia linaungwa mkono na Iran lilitangaza mapema kabla ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei kwamba endapo Israel na Marekani zitaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wao wataingia vitani kwa ajili ya mapambano. Na wakati huu, baada ya tangazo la kifo la kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kundi hilo linaloongozwa na Naim Qasim, ambalo hivi majuzi lilitangazwa kwamba limekuwa likipata msaada mkubwa kutoka nchini Iran, lakini likitajwa kuongozwa na baadhi ya maafisa kutoka nchini Iran, sasa limeanzisha mashambulizi ya roketi. Kundi hilo la Hizbullah limedai kuhusika na mashambulizi ya roketi, ikiashiria kubadilika kwa msimamo wake baada ya hapo awali kueleza tu mshikamano na Tehran. Katika taarifa, kundi hilo limesema limerusha msururu wa makombora na kundi la ndege zisizokuwa na rubani huko Israel ili kulipiza kisasi damu ya Ayatollah Al-Khamenei na katika kulinda Lebanon na watu wake na kujibu mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na Israel. Uongozi wa upinzani daima umesisitiza kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya Israel na mauaji ya viongozi wetu, vijana na watu, tunataka haki ya kujilinda na kujibu kwa wakati na mahala mwafaka, Hizbullah imesema. Jeshi la IDF limethibitisha kuwa hakuna majeruhi au uharibifu mkubwa kutokana na moto uliotokea huko katika baadhi ya maeneo nchini Israel unapokuja, lakini ikasisitiza kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yanalenga kupunguza vitisho zaidi kutoka kwa kundi linaloungwa mkono na Iran ambalo limebaki dhaifu kutokana na mzozo wa mwaka 2024. Jeshi la ulinzi la Israel IDF litafanya kazi kinyume na uamuzi wa Hizbullah kujiunga na kampeni, halitawezesha shirika hilo kuwa tishio kwa taifa la Israel, jeshi limesema. Hata hivyo, IDF ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Hizbullah nchini Lebanon siku ya Jumatatu na kuashiria ongezeko kubwa kufuatia mashambulizi ya roketi ya kwanza ya kundi la Hizbullah tangu kuanza kwa operesheni za pamoja za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Milipuko imetikisa vitongoji vya kusini mwa Beirut, ngome inayojulikana ya Hizbullah, muda mfupi baada ya jeshi la Israel IDF kuripoti makombora mengi yakivuka kutoka ardhi ya Lebanon. Wakati ulinzi wa anga wa Israel ukizuia angalau baadhi ya makombora na mengine yakianguka katika maeneo ya wazi, mabadilishano hayo yalivuruga utulivu wa jamaa uliodumishwa tangu usitishaji wa mapigano wa mwaka 2024 uliosimamiwa na Marekani. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alilaani shambulizi la roketi lililorushwa huko Israel, huku jeshi la Israel likianzisha mashambulizi kote Lebanon bila kujali ni nani aliye nyuma yake. Ufyatuaji wa roketi kutoka kusini mwa Lebanon ni kitendo cha kutowajibika na kutia shaka ambacho kinahatarisha usalama wa Lebanon na kutoa visingizio vya Israel kuendelea na mashambulizi yake, Salam alisema kupitia ukurasa wa X. Kauli ya Waziri Mkuu Nawaf Salam haikutaja jina la wapiganaji wakala wa Iran Hizbullah, lakini imekuja muda mfupi baada ya Hizbullah kudai kuhusika na mashambulizi katika eneo la ulinzi wa makombora ya Israel kusini mwa Haifa nchini Israel. Kundi hilo ambalo kwa muda mrefu lilikosoa uwepo wa jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati na vita vya Israel na wapiganaji wa Hamas huko Gaza, limetumia eneo la kusini la Lebanon kama msingi wa mashambulizi ya hapo awali. Baadaye Israel ilishauri wakazi wa maeneo ya kusini mwa Lebanon kuhama. Shughuli za Hizbullah zinalazimisha jeshi la ulinzi kuchukua hatua dhidi yake. Vikosi vya ulinzi vya Israel havitaki kuwadhuru, moja kati ya makamanda wa IDF alisema, akieleza zaidi kwamba kwa usalama wenu lazima muhame nyumba zenu mara moja na kuhama vijiji kwa angalau mita 1000 ili kufungua maeneo, ilisema IDF. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati